yetu juu ya usafi wa kidijitali kwa watu binafsi na familia. Teknolojia ni kitu kizuri sana, na ninafikiri hata sisi hapa wote tunafaidi teknolojia hii. Kama kusingekuwa na teknolojia, huenda mahubiri haya yanayofanyika hapa tungesikiliza tu watu wa Magomeni na basi. Lakini kwa sababu ya teknolojia, mahubiri yanafanyika hapa, ulimwengu mzima unasikiliza. Kwa hiyo vyombo vya kidijitali, vyombo vya habari, simu tulizonazo, television, vitu vyote ambavyo vinatumika katika mitandao ya kijamii ni vya muhimu sana. Lakini leo tunakwenda kuangalia juu ya faida zake, tuangalie hasara zake, tuangalie ni namna gani tunaweza tukafanya vizuri tukiwa navyo hivi, kwa sababu teknolojia hatuwezi kuizuia. Itaendelea kuwepo na huenda itakuwa zaidi ya kile tulichokiona. Wale waliozaliwa miaka ya nyuma kidogo tuliishi bila simu na maisha yalienda. Lakini sasa hivi mtu anasema bila simu, yani kama kuna kitu ambacho mtu hawezi kusahau ni simu. Yuko tayari hata asahau Biblia, lakini simu hawasahau. Sasa kuna faida. Labda tuanze kwa mtu binafsi. Mitandao ya kijamii inatuelimisha kama jamii, inaharakisha maendeleo na kutuhabarisha. Tunapata habari sasa hivi, tunaambiwa kwamba ulimwengu umekuwa kijiji. Tunapata habari za kila kona ya ulimwengu na tunatahadharishwa mambo mbalimbali, tunaelimika kwa kutumia mitandao ya kijamii. Lakini pia biashara inafanyika kwa urahisi. Watu wananunua na kuuza, yuko nyumbani, ametumia simu yake, amefanya biashara na amemaliza. Kwa hiyo inaturahisishia. Anasema niletee mzigo umekuja, mpelekee fulani. Kwa mawasiliano tu inafanyika. Lakini pia ni dawa ya kupunguza msongo na njia ya kupunguza upweke. Wapo watu ambao wako chumbani wamelala, labda hawezi kunyenyuka, lakini nyimbo nyie waimbaji mlizoziimba hapa huenda zimemletea faraja mtu fulani yuko mbali kwa sababu ya mtandao wa kijamii. Lakini pia watu wanaweza wakamfikia hata kwa kumpigia simu, kumwambia dada, mama, kaka, hujambo? Basi inapunguza upweke. Lakini hurahisisha upelekaji wa injili kama nilivyokwisha kuambia. Lakini hebu tuangalie faida zake kwa familia, teknolojia pamoja na mitandao ya kijamii. Kwanza, huunganisha familia kutoka mahali popote, wakati wowote na kwa gharama nafuu. Haijalishi uko wapi, popote pale utaweza kuunganishwa na familia yako. Lakini inatusaidia kuendelea kuwasiliana kwa njia ya picha na video. Unajua zamani ilikuwa watu walikuwa wakiandika barua, anasema hofu na mashaka ni juu yako wewe uliye mbali na nini na upeo wa macho yangu. Lakini siku hizi mtu unamwona kwa karibu, unamsemesha, anafahamu fulani yuko wapi, anaona umeendelea, hata anakuambia mbona umekonda, anajua huyu rafiki yangu anaendeleaje, yuko mbali. Lakini pia tunaweza kueleza shida na hisia katika nyakati ngumu kwa mwanafamilia aliyetengwa kijiografia. Tumeona kuna wakati misiba inakuja, mtu hawezi kusafiri kutoka mbali, lakini wanamwambia tunaweka live, anaona mpendwa wake anavyolazwa mpaka kaburini. Vizuri tu, katika matukio ya kifamilia mtu anashirikishwa. Lakini pamoja na hayo, labda kama kuna harusi, watu tunaangalia hata kwa mtandao, tunashirikishwa, familia zinakuwa pamoja na hakuna kupotezana. Lakini pia ni chanzo cha papo hapo cha mawasiliano na familia. Kwa mfano, wanafunzi anasoma nchi za mbali, labda ni mfanyakazi amekaa mbali na familia yake, wanawasiliana. Zamani huko kwetu nakotoka,
watu walikuwa wakisafiri wakienda kufanya kazi Manamba, wanatoka Kigoma wanaenda hadi Tanga, na niseme mfano, na wakienda huko Tanga hakuna simu, amechukua treni, amefika huko, anakaa miaka 3, familia iliyobaki haijui huyu yuko hai au hayuko hai. Labda baada ya miaka 3 wanamwona, nasema hodi, amefika. Lakini watu waliishi kipindi hicho. Ila si sasa hivi hizo habari hazipo. Mtu akiacha kuwasiliana ni yeye tu, lakini mazungumzo ya kikundi na kushiriki matukio kama familia yanawezekana. Watu wana magrupu ya WhatsApp, watu wanafanya kwa Zoom, wanawasiliana kama familia, wanaomba pamoja, wanaabudu. Inaturahisishia, ni kitu kizuri. Lakini je, tunatumia hivi vitu kwa namna gani? Tunatumia vizuri? Mwaka 2022 walikuwa wakisema kwamba mtumiaji wa wastani katika mitandao ya jamii alikuwa anatumia masaa 2 na dakika 27 kwa siku mtandaoni, na ikaonekana kwamba asilimia zaidi ya 50 ya muda uliotumika kwa simu yalifanywa katika mitandao ya kijamii kama Facebook, kama TikTok, kama sijui nini, vyote mnavijua. Ndio ilitumika sana. Na kwa hiyo ndio maana tuangalie kwamba hii mitandao ya kijamii inafanyaje. Takwimu zingine zinasema kwamba ulimwenguni kote kwa sasa hivi muda wa wastani utumikao na watu kwenye screen ni saa, nina maana mwaka 2022 huo screen kwa masaa 6 hadi na dakika 58, karibu masaa 7 kwa siku. Hebu fikiria masaa 7 kwa siku kwenye screen. Kingine nataka kusema kwamba wataalamu wanapendekeza kwamba ili uwe katika afya nzuri, tumia chini ya masaa 2 kukaa mbele ya screen kwa siku. Unajua ninapozungumza screen au kiambaza, ninazungumza kompyuta, ninazungumza simu, ninazungumza laptop, ninazungumza iPad, hivyo vitu vyote ambavyo tunaviangalia hivyo chini ya masaa 2 kwa siku. Na wakati wa COVID ilionekana kwamba watu walifikia mpaka karibu masaa 8 kwa siku wakiwa kwenye mitandao ya kijamii. Na kama ukifuatilia kipindi cha COVID, watu waliathirika kiafya sana, na wakagundua kwamba kile kitendo cha kukaa sana mbele ya screen kiliathiri watu afya za akili na kadhalika. Lakini kuna hasara kwa mtu binafsi. Sasa hasara kwa mtu binafsi ni zipi? Wanasema mitandao ya kijamii inachangia katika kupoteza kumbukumbu, kitu kinachoitwa digital amnesia. Kwamba kwanza watu hasa vijana sasa hivi hawatulii sana katika kuangalia na kusoma kwa umakini kitu. Ni kama wanascan, anapita hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hata utulivu wa akili, ile akili inavyoweza kuchakata habari, inapata shida na hawezi kukumbuka. Halafu usikivu na utulivu uko kwa hali ya chini. Na vijana hasa anapotumia mitandao ya kijamii, unakuta labda yuko anaangalia TV, hapa yuko anajibu WhatsApp au yuko TikTok. Kwa hiyo akili imetawanyika. Kwa hiyo kupoteza kumbukumbu ni rahisi sana, kutokumbuka vitu. Hata umemwambia kitu, hasa baada ya muda mfupi unamuuliza, sema hivi ulisemaje? Kwa sababu akili imezama huku na huko, imetawanyika. Yani kuna information overload ipo, amejazwa mpaka akili inashindwa kuprocess. Kingine ni kupoteza umakini katika kufikiria, hakuna utulivu. Ndio maana sasa hivi hata tunapo fundisha tunaambiwa kwamba fanya masomo mafupi mafupi. Watu akili zao hazitulii siku hizi, hazitulii, zimetawanyika. Lakini kuna kupoteza huruma. Watu hawaangalii mtoto
mtoto, yani mama yuko na simu amehangaika, mtoto yuko analia, lakini kwa sababu kuna shosti wake anamtumia ujumbe, anafanya huku na huku, mtoto analia mpaka unashangaa, unasema huyu mama alimzaa au hakumzaa? Yani ule urafiki na kujali vimepotea, kudhoofika kwa afya, hasa afya ya akili. Unaambiwa kwamba sonona inawapata watu, kutokujithamini kunapatikana kwa sababu anapoendelea kukaa mbele ya mitandao ya kijamii anajaribu kujilinganisha na wale wengine, alafu anajiona kama yeye yuko duni, au anafanya mpaka akili inachoka, anabaki ni mpweke. Vitu hivyo vinawapatia. Lakini pia kupoteza wakati, muda mwingi unapotea ambao ungetumika katika kuzalisha basi. Lakini pia kuna hasara kwa familia pia pamoja na mtu binafsi. Ule utamaduni wa mahusiano ya uso kwa uso umeathirika. Vile vicheko vilivyokuwa ndani ya familia hamna, maana watu hawazungumzi, watu hawajuliani hali. Yani yule mtu aliyeko mbali kwenye simu, yule ndio wa muhimu sana. Mtu anacheka na mtu kwenye simu, lakini akimgeukia huyu aliye karibu naye, mtu wa familia, sura inabadilika, inakuwa sura ya mbuzi. Sasa unasema nani anapaswa kutabasamiwa? Ni huyu hapa au ni yupi? Kwa hiyo tumeathiri vitu kama hivyo. Lakini kumekuwa na ongezeko la utengano wa wanafamilia. Utasema namna gani? Watu wana mahusiano kimwili, lakini kihisia hawako pamoja. Watu wako kitandani pamoja, huyu ana simu, huyu ana simu. Sasa unasema ni nani wanaye tupaswa kuongea naye, aliyeko huko au aliyeko karibu? Kwa hiyo familia, wazazi na watoto, ule ukaribu umepungua kabisa kwa sababu ya matumizi ya simu. Watu angalia hata wanapokuwa mezani kula chakula ni hivi na hivi. Kuna siku moja niliangalia mama mmoja, kuna mtu alitaka kutoa fundisho kwenye mitandao ya kijamii, anafundisha. Watu wamekaa wako wana watoto, baba, wanafanya ile wanaangalia kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja yuko busy. Mama akasema watu nitawashughulikia. Akaja akafunika chakula, kama mliwahi kuona, akafunika sufuria, ameziweka hapo mezani, akaanza kuwatengea kwenye sahani. Amechukua, anawawepia mawaya, masimu, anaweka kwenye sahani. Ni kuambia kwamba kuleni hicho kama ndio chakula mnafikiria. Maana huyu mama atakuwa alikuwa ameshafika mbali kimahusiano. Kwa hiyo watu wa mbali wanatufaidi zaidi na familia inapata masazo. Yani hatuna nafasi kabisa na familia. Tunapoteza wakati na kupunguza uzalishaji. Lakini pia mitandao ya kijamii imechukua nafasi ya maombi ya asubuhi na jioni katika kila familia. Watu wakiamka, hebu jiulize, unapoamka kitu cha kwanza kuangalia ni nini? Ni kuangalia message zilizoingia au ni kumtafuta Mungu na uso wake? Yale masaa ambayo watoto walikuwa nakimbia, wanasema ni wasaa wa maombi, watu wako na chat. Kwa hiyo ni hasara kwa familia. Lakini kwa watoto kuna hasara pia. Watoto huathirika vibaya kisaikolojia na inawazorotesha kumbukumbu na hasa kitaaluma mashuleni. Maana akili nataka vile tu vya kurukaruka anavyoviangalia, akili haiwezi kufocus wala kuconcentrate shuleni. Siku moja nilikuwa kwenye kanisa fulani, nikakutana na katoto, kakaniambia hivi, katoto kama miaka 2, kaniambia naomba simu. Nikasema nataka simu ya nini? Niangalie game. Nilishangaa sana. Nikasema ina maana huyu mtoto amekuwa na uraibu mapema kiasi kwamba hajui huyu ni mtu gani, huyu ni mgeni, simfahamu, anaomba simu. Na simu mitandao ya kijamii inapunguza mizunguko ya usingizi na ubunifu. Watoto wanaotumia hivi vitu hawalali vizuri. Maana wanasema ule muda unaotumia kwenye huu mwanga sio mzuri kwa ubongo. Na inawapunguza mawasiliano na kujaliana kati ya mzazi na mtoto. Ndicho kinachotokea. Lakini
kuna kupungua mapema kwa sehemu ya ubongo itwayo cortex. Sehemu hii inahusika na kufikiri na kuwa na lugha nzuri. Na kwa hiyo sehemu inapopungua inaathiri ile akili ya mtoto. Sasa tupate kanuni kwa muda uliobaki huu. Kanuni za kutumia teknolojia kwa kila familia. Kwanza, wewe kama mwanafamilia, panga shughuli za familia zisizohusisha mitandao. Tafuteni kitu cha kufanya ambacho mtakaa kama familia mcheke wakati simu haziko karibu, ziko mbali na kompyuta na vitu vingine. Halafu vifaa vya kidijitali lazima viidhinishwe na mzazi. Unajua zamani tulikuwa tunawazuia watoto wasiangalie picha fulani fulani na taarifa fulani fulani kwenye TV, lakini siku hizi TV wanazo kiganjani, anaingia chumbani anaangalia kila kitu. Kwa hiyo mzazi, jua vitu na ujue namna ya kuidhinisha hasa katika umri unaoruhusu. Lakini himiza kuwathamini watu kuliko teknolojia, na kisha tengeneza wakati wa kuzima vifaa vya kidijitali. Kwa mfano, wakati wa kula kuwe na mahali ambapo nasema tuweke simu hapa, tule tukitazamana, tukiongea vizuri. Na hata wakati wa kuomba, najua kuna wengine siku hizi anasema natumia simu kwa lesoni, natumia simu kwa kusoma mafungu ya Biblia. Ikiwezekana weka hivyo vitu kando ili watu watulize akili, wasome. Siku hizi hata vitabu watu hawawezi kusoma. Na mzazi uwe kielelezo cha matumizi mazuri ya elektroniki. Siku hizi mzazi yuko ananyonyesha, mtoto anaangalia simu kwa sababu mama yuko anaongea na simu. Lakini tunaambiwa unaponyonyesha mtoto, kama kuna kitu kizuri ambacho unaweza kufanya katika kujenga saikolojia ya mtoto, mtazame, wasiliana naye. Lakini unapomnyonyesha na unaongea na watu wengine huko, unaharibu, unamtengenezea uraibu mapema mtoto. Uwe kielelezo. Acha matumizi ya teknolojia kwa siri. Watu gizani wanaangalia password za watu walioana. Ni mkorogo wa namna hii. Nasema unaficha nini? Mawasiliano ya siri. Simu zimegombanisha watu wengi sana. Muda haunitoshi kuzungumza yote hayo, lakini weka password yako wazi kwa mke wako, kwa mume wako. Kazi za nyumbani na kazi za shule kwa watoto zifanywe kabla ya kukaa mbele ya runinga, kabla ya kuangalia Netflix, kabla ya kuangalia video. Simamia watoto wafanye hivyo vitu kwanza, na wanapokuwa wakifanya hizo kazi wakae mbali. Watu wanaunguza chakula, wanavunja vyombo, wanaanguka kwenye mitaru wakiwa wanatumia simu. Jiwekee mipaka ya matumizi. Jua muda wa kupumzika kutoka kwenye hivi vitu. Jiwekee likizo. Na kijana ambaye hata anashughulika na mambo ya kompyuta na vitu vingine, lakini kuna wakati anasema mimi ninaweka kando, sasa hivi sitaki kutumia simu, sitaki kukaa na hiyo. Mpaka nasema hii ni discipline nzuri. Tathmini unavyojisikia wakati wa matumizi. Jisikie kama inakuletea sonona, inakuletea wasiwasi, au mawazo yako yanatawanyika, hayatulii. Jitathmini ili ujue namna ya kujilinda. Lakini pia jenga mahusiano ya kina na Mungu kwa kuwa na muda naye katika kusoma neno lake na kuomba. Na ombi lako asubuhi kila siku, mwambie Mungu, nasalimisha vitu vyangu vyote kwako, pamoja na mitandao ya kijamii na simu zangu na kompyuta zangu, na viweka chini ya madhabahu, vitawale Bwana, na Mungu atakusaidia ili uweze kufikiri na kumtafakari Mungu. Mungu apate sehemu ya nafasi ulio nayo. Lakini kitu kingine, jenga tabia za kuzima vifaa vya elektroniki angalau saa moja kabla ya kuingia kitandani. Siku hizi wanandoa wanasukumana na haya mavyombo ndani ya kitanda. Akigeuka ni kompyuta, akigeuka ni simu, kila kitu. Viweke mbali.
kutengeneza discipline. Huu ni wakati wa kulala saa moja kabla akili ianze kuandaliwa na kwa ajili ya usingizi. Sio unatoa, ndio maana watu unakuta anaangalia kile kitu akitafuta usingizi hapati. Lakini pia chuja unavyotazama, yasikilize, unaposikiliza na unavyoandika. Watu wanaandika chochote kwenye mtandao wa kijamii. Amenunua dela, amejiposti. Amenunua kanga, ameweka. Amemsaidia mtu, ameweka. Najiuliza, unamwekea nani? Leo ameenda sokoni, amepiga picha. Yuko na mume wake, amefanya. Yani ni nani unayetaka aelewe habari zako? Nani? Na unachoandika, hata ukiangalia wakati mwingine comment kwenye YouTube, watu wanaandika matusi, mpaka unasema ukiangalia kwenye mtandao wa kijamii unamtambua huyu mtu kwa kweli tabia yake ikoje. Sisemi usiposti kitu, lakini sasa unatabirika kwamba jana ulikuwa hapa, juzi ulikunywa uji, leo umenunua hiki, leo nimesaidia huyu. Kwa kweli mitandao ya kijamii imetufikisha mbali. Lakini pia toa taarifa unapokutana na unyanyasaji mitandaoni. Muda haututoshi kusema juu ya unyanyasaji mitandaoni, lakini ni hatari sana, hasa kwa vijana wetu watambue. Halafu ujue mazingira yako unapotumia mitandao ya kijamii. Usitumie mtandao wa kijamii wakati unaendesha. Mtu umebeba familia lakini uko na simu hivi kwenye mitandao ya kijamii, unacheka na watu huko wakati huko barabarani. Nimeona watu wakiibiwa watoto, hajui yuko kwenye mtandao wa kijamii. Wanadumbukia kwenye mitaru, wanagongwa na magari. Tambua mazingira yako, tambua uko na nani hata unapoangalia vile vitu, ili hata unaposemeshwa ujijue uko wapi. Lakini pia jirinde na kuwa muhanga wa unyanyasaji mitandaoni. Ujue huyu ni adui au ni nini. Upweke na uraibu wa mitandao ya kijamii. Kwa nini lazima tufanye hivi? Ni kwa sababu Biblia inasema hivi, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Ndivyo kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 31 natukwambia. Lakini anasema hivi katika Wafilipi 4 fungu la 8, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya sitaha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo ya kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Lakini tutambue pia kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mawazo, vitu vinavyopita ubongoni, tulinde bongo zetu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tudhamirie kuwa wasafi kidijitali, hasa ikiwa tunahitaji Mungu aendelee kututumia na kukaa ndani yetu. Nione watu ambao wanataka kuanza safari ya usafi kuanzia leo hadi Yesu atakapowachukua kwenda mbinguni. Nione. Mungu awabariki sana. Tuombe. Baba Mungu, tunaomba utusaidie. Hili jambo ni vigumu. Kadri teknolojia inavyokuwa ndivyo mambo yanakuwa magumu kwetu kuyatengeneza maisha yetu ili yakupendeze. Tusaidie. Tumeomba katika jina la Yesu. Amen.